Nitajuaje kama nina uvimbe kwenye kizazi? Wanawake wengi wamekuwa wakijiuliza watajuaje kama wana uvimbe aidha fibroid kwenye kizazi. Sasa hii huwa inategemea na ukubwa wa uvimbe, lakini aina ya uvimbe, aidha uvimbe upo sehemu gani. Kuna baadhi ya wanawake hawapati dalili kabisa, lakini wana uvimbe. Kwa wachache ambao wanapata dalili, huwa wapata baadhi ya dalili kama zifuatazo: kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi. Unaweza ukawa unapata damu nyingi wakati wa hedhi kiasi kwamba hadi unapungukiwa na damu, kiasi kwamba unaweza ukawa unaenda siku zaidi ya 7 wakati wa hedhi, lakini hedhi unayopata vile vile inakuwa ni nyingi. Vile vile namba 2, unakuwa unatokwa na damu yenye mabonge, aidha damu inakuwa nzito, inakuwa kama inaganda vile. Lakini maumivu wakati wa tendo la ndoa, hasa kama uvimbe upo karibu na shingo ya kizazi, utajikuta unapata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Dalili nyingine ni tumbo kuwa gumu. Unaweza ukalihisi wewe mwenyewe tumbo limeongezeka, lakini ukiliminya unakuta linakuwa ni gumu. Kwa hiyo inaweza kuwa ni dalili nyingine ya mtu mwenye uvimbe. Hedhi isiyoeleweka. Unaweza ukajikuta ndani ya mwezi mmoja unaingia hadi mara 3. Baada ya siku 10 unaingia, baada ya siku ngapi unaingia. Maana yake ujue kwamba hiyo ni dalili ya kwamba una uvimbe. Lakini vile vile maumivu ya nyonga. Haya unaweza ukayapata hasa kama uvimbe umekuwa ni mkubwa, pamoja na kukojoa mara kwa mara, lakini wakati mwingine hata kupata choo kigumu. Kama una dalili hizi, ni vyema kaenda kufanya vipimo ukajua changamoto nini, na hii itakupa uhakika ili ujue namna ya kupata matibabu.